Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Ndoo. Mtu anajua kuwa una uwezo wa kugundua kitu, hivyo atakuwa muoga kukuambia jambo. Kusimama sana mlangoni au sehemu kila ufikapo. Kusema hutofanya kitu ila utafanya. Mate kukujaa sana mdomoni. Mtazamo wako utakuwa tofauti na wengine kwa kitu kitakachozungumzwa. Kuwazia kitu unachotaka kukiuza. Nyota ya Mizani. Mtu kukupa nafasi ya umuhimu. Kufungukiwa jambo na mtu. Kutamani ukutane na mtu fulani njiani. Kusameheana na mtu kutakupa faraja. Kufanya kama kitu hakikuumizi, ila unaumia ndani kwa ndani. Macho ya watu wengi kuwa kwako. Kujichanganya katika mahesabu ya kitu. Kuongozana na mtu kila sehemu na kuongea mengi. Umoja wa watu utakutoa hofu. Kumjadili mtu sana. Utatoa ushauri wa uendeshaji wa jambo. Mtu kukuchekea kwa kukupa ishara. Nyota ya Mapacha. Utakuwa na ufahamu na uelewa wa mambo. Kuzingatia mipaka yako na mtu. Kutolala kwa raha. Kufuatilia gumzo linaloendelea. Kuwekeza hata kwa kitu kidogo, ila unaamini kitakuwa na ukubwa. Utakuwa mwanzilishi wa kitu na kuigwa. Kumwongelea mtu sana. Utakuwa makini kuwaangalia watu wenye kufanya vitu kwa siri. Nyota ya Mshale. Usiri wa watu kutokuwepo tena. Baadhi ya watu watashindwa kukutazama kutokana na aibu. Kutaka kushuhudia kitu kitakachoendelea. Kufanya kitu kwa hiari yako na si kulazimishwa. Mtu atakuwa ni mgumu kukuelewa. Kujihimu kuamka ukiwa bado una usingizi. Kichaa au chizi kukuchekea. Anakujulisha jambo jema kwako huko uendako. Ikiwa atakukimbiza au kukutisha. Kuna tatizo lipo mbele yako na kuonywa kitu. Kumzingatia mtu sana kutokana na mapenzi ya kweli kwake. Mtu unayemjali anajivunia kuwa na wewe. Ruhusu furaha moyoni mwako. Kukaribisha yaliyo mazuri. Ila huzuni inakatisha malengo na kuisimamisha heli yako kukufikia. Tambua ukweli ili ubaki kuwa huru. Utauliziwa jambo la mtu mara kwa mara. Mtu atahuzunishwa na kitu utakachomwambia. Utashirikishwa jambo. Kupata pesa ya ziada. Kuhisi kusemeshwa au kitu ndani ya sikio. Ni ujumbe muhimu utakao kufikia. Nyota ya Punda. Ulioyaepuka na sababu ya kukuvusha. Kushangaa mtu amekujuaje. Unapokuwa unafanya kitu peke yako au kujitegemea, unakuwa na nguvu sana na kunyanyuka kutokana na uwezo uliokuwa nao kwa ndani. Kutotaka kuamrishwa. Utajiongoza mwenyewe labda pale unapohitaji msaada, ila hutaki kushindwa kirahisi. Kunung'unika moyoni. Kana kwamba unajishtakia mwenyewe kwa yanayokusibu au sababu ya mtu. Kulia wakati wa usiku. Kitu kuanguka kwa kishindo kikubwa. Kumjali sana mtu. Nyota ya Simba. Kwa sasa unatambua nani yuko pamoja na wewe. Utaondosha kiburi na kumtii mtu. Kujilazimisha kuwa sawa. Kubadilisha kitu kwenye simu yako. Kupuuza kitu. Kuna wakati utajihisi wasiwasi. Mguu kuwa na tatizo. Kuhisi ulishindwa kufanya jambo. Kulirejea tena jambo. Nyota ya Mbuzi. Kukamilisha jambo. Kitu kilichokukosesha amani kitaondoka. Kuacha kufikiria kuwa vitu haviendi. Kupita sehemu yenye miba nyingi. Itakujulisha utakuwa mwangalifu mpaka kufikia lengo lako. Kukumbuka uwezo wako uliokuwa nao mwanzo. Kutamani kitu. Kupenda mazoea na mtu ila unahisi na kukataa. Kusuruhisha tatizo au jambo. Nyota ya Mashuke. Kupata ufafanuzi wa kitu. Mtu atakuelewesha jambo. Vitendo vyako vinamuumiza mtu kutokana na kubadilika. Kuhisi kitu. Kutovumilia ujinga. Nyota ya Ng'ombe. Kufikiria mtu alivyokuaibisha.
Utahitaji kufanya maombi kwa jambo fulani, kuruhusu au kuachilia kitu kilichokuwa kinautesa moyo wako, kuelewa undani wa mazungumzo ya mtu. Nyota ya Kaa. Kutokuwa na hali ya uzito kifuani mwako, kuyapoza machungu yako. Mungu anakurudishia walio wema kwako. Utafanya jambo la usaidizi kwa mtu litakalo kuvusha mahali bila kutarajia. Kuacha kung'ang'ania kitu. Marafiki wabaya wanajiondosha kwako. Kusamehe kitu kutoka kwa mtu. Kuagana na mtu. Sauti za mbwa zitakujulisha ulinzi ikiwa hazitakuwa na shaka. Hisia zako za ajabu kwa ucheshi zitakufanya uungane na watu, na ndiyo maana ni rahisi kuwavutia watu wengine. Ugeni wako sehemu utakuwa wenye heshima. Kuna jambo litakalotokea la kusitisha kazi. Nyota ya Samaki. Kitu kibaya kinaondoka maishani mwako. Mtu anakufikiria sana. Unaweza kujihisi kuzubaa sana. Kuhitaji maendeleo kwa kasi. Udadisi wako unakufungukia mengi. Kumuelewa mtu zaidi kwa anayoyaongea. Nyota ya Nge. Utakuwa msiri ila kuna jambo litakuunguza moyoni. Utakuwa na wakati mzuri ukiwa na mtu. Kuhisi na kufariji zaidi. Upendo wa mbali kusogea. Imani yako kwa mtu kutoweka kabisa. Kushinda jambo lolote lililokuwa hatiani au kwenye ushindani. Machapisho mengi utayatizama yakielezea kitu kimoja. Picha ya mtu kuiona sana. Kuna ujumbe unaokufikia kisiri. Mtu ataelezea hisia zake au jambo lake. Kutopendezwa na vitu vya sukari nyingi. Utakuwa mwenye kuchagua sana. Mtu atarizia jambo kutoka kwako. Kufanikisha jambo ulilolifuatilia. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.